Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu mola yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatia vipindi vya nyuma na kipindi hiki ambacho kiko live, ili tupate kujifunza neno la Mungu ambalo lina uzima wa milele na uzima wa kimwili, ambalo lina faida mara mbili. Utapata baraka katika dunia hii na utapata uzima wa milele baada ya maisha ya hapa duniani. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5. Tutaanza na siri ya kwanza, asili ya uhuru wa Yesu. Katika ungwana huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Tazama, mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba mkitahiriwa Kristo hata wafaidia neno. Tena namshuhudia kila mtu atahiriwe kwamba ni wajibu wake kuitimiza torati yote. Mmetengwa na Kristo ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Mmeanguka na kutoka katika hali ya neema, maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Maana Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutotahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Mlikuwa mkipiga mbio vizuri. Ni nani aliyewazuia msitii kweli? Kuwashawishi huku hakukutoka kwake yeye anayewaita ninyi. Chachu kidogo huchachua donge zima. Nina matumaini kwenu katika Bwana ya kwamba hamtakuwa na nia ya namna nyingine, lakini yeye anayewafadhaisha atachukua hukumu yake awaye yote. Nami ndugu zangu, ikiwa ninahubiri habari ya kutahiriwa, kwa nini ningali ninaudhiwa? Hapo kwazo la msalaba limebatilika. Laiti hao wanaowatia mashaka wangejikata nafsi zao. Maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kuufata mwili, bali tumikianeni kwa upendo. Maana torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili: umpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkaangamizana. Nini fundisho hapa? Dini na madhehebu ni utumwa, na shetani ameketi katika dini za leo. Maana Yesu hakuleta dini, bali alileta uhuru wa Yesu Kristo katika ufalme wa Mungu wa mbinguni. Rejea Mathayo 4 mstari wa 17. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Maana yake ni nini? Mwabudu Mungu wa mbinguni kwa roho na kweli, huku upendo kwa Mungu na wanadamu ukiwa kama nguzo kuu ya ufalme wa Yesu duniani. Dini za leo zimeleta chuki na utengano mkubwa sana duniani. Kumbuka, Mungu ni upendo na ni mmoja tu ulimwengu mzima, yani duniani na mbinguni. Tutapataje kupona basi siku ya mwisho kama tukiwa na utengano wa namna hii na chuki za namna hii, tukilana na kulaumiana? Unaona, msabato haamini Mungu mwingine tofauti na Mungu wa usabato.
Lakini hivyo hivyo Mromani haamini Mungu mwingine tofauti na Mungu wa Katoliki. Muislamu haamini pia kama kuna Mungu mwingine tofauti na Mungu wa Uislamu. Mbaya zaidi, dini hizi zote haziombeani neema ya Yesu Kristo, bali zinaombeana dua ya anguko. Na dini moja ambayo ni Uislamu haimtambui Yesu Kristo kama ni mwokozi wa ulimwengu kabisa. Uislamu, majini na mapepo yanaheshimika na kutukuzwa kuliko Yesu Kristo. Unaona? Kwa hiyo hii ni hatari sana, maana watu tumejitenga na upendo wa Yesu Kristo, huku tukijihesabia haki na kujiona sisi ni bora kuliko mwingine, wakati wote ulimwengu mzima tumeokolewa kwa neema, kwa sababu tulishindwa kuitimiza kweli na bado tulianguka katika dhambi ya asili ya wazazi wetu. Hivyo tunaombwa na Roho Mtakatifu wa Yesu tuungane katika upendo wa Yesu Kristo, huku tukimwabudu Mungu wa mbinguni na Yesu Kristo akiwa tumaini letu katika jambo lolote, na injili yake ikiwa kipaumbele katika maisha yetu. Neno la Mungu linasema kwamba Yesu Kristo yuko njiani, anarudi. Tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Siri ya pili, matendo ya mwili ni adui wa Yesu Kristo. Wagalatia 5:16 hadi 21 inasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho hushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husda, urevi, urafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Umeona nini tunafundishwa hapa? Tunafundishwa unyenyekevu mbele za Mungu, na tuenende kwa Roho, maana Roho ni Mungu. Maana yake nini? Tutii Roho kuliko mwili, maana mwili umeumbwa na Roho na Mungu ni Roho. Usiwe mtumwa wa mwili, maana mwili unaenenda katika dhambi daima. Mfano, uadui ni asili ya mwili, wizi ni asili ya mwili, uchoyo ni asili ya mwili, na kadhalika. Tusiwe watumwa wa mwili, maana tuko huru ndani ya Yesu Kristo. Maana yake tuenende kwa Roho, tukiwa na upendo wa Yesu Kristo katika kutenda haki na kweli katika maisha yetu yote. Siri ya tatu, matokeo ya kuenenda kwa Roho wa Yesu Kristo. Wagalatia 5:22 hadi 26 inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio wa Yesu Kristo wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho, tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Nini fundisho hapa? Tukiongozwa na Roho wa Mungu katika mambo yote, tutajulikana kwa matunda yetu. Mfano, upendo utatawala maisha yetu, furaha itatawala maisha yetu, amani itatawala maisha yetu, utulivu utatawala maisha yetu, utu wema utatawala maisha yetu, fadhili itatawala maisha yetu, uaminifu utatawala maisha yetu. Hivyo tuishi kwa Roho na kutenda kwa Roho. Pia tusijisifu bure huku tukichokozana na kusemana vibaya. Asanteni sana. Ombi. Yesu Kristo, mpatanishi wetu katika msalaba wako wa mateso, tupatanishe watu wote ulimwenguni katika pendo lako, tupate kuishi kwa Roho wako. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.